Kwa majina naitwa Kasimu Athmani Muya, ni mwenyekiti wa serikali ya kijiji na Mtumbuka shuleni kata ya Mtumbuka. Ndio mwenyekiti, tumeona mradi huu wa shule ya msingi na Mtumbuka ya awali jinsi ilivyochakaa na serikali imekuja kuwapeni fedha na mradi huu umeweza kukamilika. Kwanza unajisikiaje ukiwa kama mwenyekiti na una yapi ya kuweza kumwambia Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania? Kwa upande wangu kama mwenyekiti wa serikali ya kijiji ambacho mradi huu, nimefurahishwa sana na hichi ambacho kimefanywa na serikali yangu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inayoongozwa na Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan. Kwa kweli tumejisikia faraja kubwa mimi na wananchi wangu, kwa sababu tangu mwaka 1974 shule yetu ni chakavu kama ambavyo kule mwanzo umeona kule, lakini leo tumekuja kupewa mradi mkubwa kama huu ambao umegharimu milioni 314. Kwa hiyo ni faraja kubwa sana kwa upande wetu, na nampongeza sana Mheshimiwa Rais kwa jitihada kubwa ambazo amezifanya na kuona kwa Mtumbuka shuleni na kupitia mradi huu. Pia kupitia Mheshimiwa Diwani wa kata yetu pamoja na Mheshimiwa mbunge wa jimbo la Nanyamba. Safi kabisa. Shule hii imekamilika tayari, wanafunzi wameshaanza masomo. Wazazi unawaambia nini katika eneo hili? Wazazi, ninachowasisitiza wazazi ni kutoa jitihada kwa walimu, kwa maana kukomesha masuala mazima ya utoro, kwa sababu kipindi cha hapo awali kabisa kulikuwa kuna vigezo, shule chakavu, watoto wanakaa chini, shule inavuja, watoto wanaloa wanapokuwa kwa darasani. Kwa sasa hivi hakuna kigezo kingine tena cha kuweza kuleta visingizio ambavyo vitasababisha mtoto asipate elimu. Kwa naomba wazazi walete watoto shuleni pale msimu wa kuandikisha watoto kuja shuleni, wajaze shule. Na nafikiri ndugu mtangazaji mwenyewe umeona kwa namna ambavyo shule imependeza na watoto namna ambavyo wanafurahia mazingira mazuri ya kusomea. Safi kabisa. Utaratibu wa chakula upoje na una wito gani kwa wazazi katika eneo hili? Utaratibu wa chakula upo. Utaratibu wa chakula uko vizuri, watoto wanakula chakula shuleni na sio uji kama vipindi ambavyo vilipita huko nyuma, wanakula kabisa ugali. Kwa hiyo kuna namna ambavyo walimu wakishirikiana na sisi viongozi wa serikali ya kijiji na kata walikuwa wanaitisha mikutano, wanatuhamasisha wazazi pia kwa maana tuchangie ili watoto waweze kupata chakula shuleni. Lakini limeenda ile jambo, Mheshimiwa Diwani wa kata ya Mtumbuka Alhaji Salmusa Lipelele aliona jambo hili kwa mapana na marefu, hatimaye aliweza kushawishi kata kutafuta kila aina miundombinu tuweze kupata fedha, na hatimaye kata ikatoa fedha ya kutosha kwa ajili ya kupata chakula shuleni. Nadhani sasa wanafunzi wanapata chakula cha kutosha sana shuleni. Unaiona wapi na Mtumbuka baada ya miaka 10 ijayo ukiwa kama mwenyekiti? Na Mtumbuka naiona mbali sana. Naiona mbali, si kwamba naiona mbali kwamba Mtumbuka labda inapotea. Naiona mbali na Mtumbuka ikiwa na maana inasonga mbele kwa maendeleo. Kwa sababu kwa sasa hivi nikianzia ngazi za juu kwa Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan anaangaza kila kona. Kwa hiyo nasi pia ametuona kwa namna ambavyo ametuona, lakini pia Mheshimiwa Diwani wetu wa kata ya Mtumbuka naye yuko vizuri kwenye kufuatilia taratibu zake. Mheshimiwa mbunge Abdallah Chikota yuko imara, wakishirikiana mkurugenzi wao makini ambaye ni Bi Zainabu Mgomi, naye pia hayuko nyuma katika masuala mazima ya maendeleo ndani ya Mtumbuka yetu, anatusaidia vya kutosha sana. Kwa tunashukuru naye tuko pamoja nao sana. Haya, unatamani kipi kingine kiweze kufika na Mtumbuka diwani akakipambanie? Kwa sasa hivi Mheshimiwa diwani wetu tumeshamwamini na tunaamini na pia yuko pamoja na wananchi. Sasa hivi yuko kwenye mchakato wa ujenzi wa kituo cha afya. Nadhani eneo limeshapatikana, tunalo eneo la kutosha kabisa. Kwa hiyo ni muda tu serikali watuletee fedha kwa ajili ya kuendeleza ule mradi, na Mheshimiwa diwani yuko anapambana katika hilo, na inshallah kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu na hilo jambo litafanikiwa.